Habari mtazamaji wa SAU TV, ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu katika kipindi cha Weekly News Counter, tuziangazie habari kubwa 7 zilizotokea ulimwenguni kote. Jina langu ni Arafa Ngondai. Karibu. Uhuru wa vyombo vya habari duniani umefikia kiwango cha chini katika kipindi cha takriban miaka 25 iliyopita. Taarifa hiyo ni kwa mujibu wa ripoti mpya ya Reporters Without Borders. Kulingana na tathmini juu ya ripoti hiyo, hali ya kazi kwa waandishi wa habari imezidi kuwa ngumu kutokana na kuongezeka kwa vitisho, mashambulizi na hata mauaji dhidi yao. Kwa ufafanuzi wa taarifa hii, Nicodem Leonard anatueleza. Mkurugenzi wa RSF Thabiti Brutin amesema kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa ufuatiliaji wao mwaka 2002, zaidi ya nusu ya nchi duniani zina sheria zinazobana au kudhoofisha uhuru wa vyombo vya habari, hali inayoashiria mwelekeo wa hatari unaweza kuathiri demokrasia na uwajibikaji wa serikali. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, waandishi wengi wanakabiliwa na mazingira magumu ya kikazi ambapo shughuli zao zinachukuliwa kama makosa ya jinai. Sheria kandamizi zimekuwa zikitumika kuwanyamazisha wanahabari, hasa pale wanapochunguza masuala nyeti kama rushwa, ukiukaji wa haki za binadamu na matumizi mabaya ya madaraka. Tathmini hiyo imehusisha nchi na maeneo 180 duniani, ikizingatia vigezo mbalimbali kama usalama wa wanahabari, mazingira ya kisiasa, mifumo ya kisheria pamoja na hali ya kiuchumi na kijamii. Vigezo hivi vina mchango mkubwa katika kuamua kiwango cha uhuru wa vyombo vya habari katika kila taifa. Ripoti pia imeonyesha kuwa baadhi ya serikali zimeongeza udhibiti wa taarifa kupitia sheria kali za mitandao na vyombo vya habari, hatua ambayo imepunguza uhuru wa kujieleza. Katika baadhi ya maeneo, vyombo vya habari vinamilikiwa au kudhibitiwa na serikali au makundi yenye ushawishi mkubwa wa kisiasa. Aidha, changamoto za kiuchumi zimeendelea kuathiri uhuru wa vyombo vya habari, ambapo baadhi ya vyombo vya habari vimeshindwa kujiendesha bila utegemezi wa wadau wenye maslahi binafsi. Hali hii imechangia kupungua kwa ubora na uhuru wa taarifa zinazotolewa kwa umma. Kwa ujumla, RSF imeonya kuwa kuporomoka kwa uhuru wa vyombo vya habari ni tishio kubwa kwa maendeleo ya kidemokrasia duniani. Shirika hilo limetoa wito kwa serikali na wadau mbalimbali kuchukua hatua za kulinda wanahabari na kuhakikisha mazingira ya usalama na uhuru wa upashanaji habari yanaimarishwa. Mgogoro unaoendelea nchini Mali umechukua sura mpya baada ya waasi wa Tuareg kutangaza wazi dhamira yao ya kuangusha utawala wa kijeshi uliopo madarakani. Waasi hao wanaotaka kujitenga wanasema hatua hiyo inalenga kuunda utawala wao katika eneo la kaskazini mwa nchi hiyo. Omari Ramadhan anatueleza kwa kina. Kupitia kundi lao la Front de Liberation de Azawad, waasi hao wameeleza kuwa mkakati wao wa sasa ni kuimarisha udhibiti katika maeneo muhimu ya kaskazini ikiwemo Gao, Timbuktu na Menaka baada ya kudai kupata mafanikio makubwa katika eneo la Kidal. Kauli hiyo imetolewa na msemaji wa shirika hilo Mohamed El Marudi la Mamane alipokuwa akizungumza na shirika la habari la AFP akiwa katika ziara yake mjini Paris. Amesema kuwa mashambulizi hayo hivi karibuni yamelenga taasisi za kiserikali pamoja na kambi za kijeshi ili kudhoofisha utawala uliopo. Katika mashambulizi hayo, taarifa zinaeleza kuwa waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara aliuawa, jambo linalozidisha taharuki na mvutano wa kisiasa nchini humo, huku waasi hao wakidaiwa kushirikiana na makundi yenye itikadi kali, hali inayoongeza wasiwasi wa usalama katika ukanda mzima wa Sahel. Aidha, waasi wa Tuareg pia wametoa wito kwa wapiganaji wa kigeni, hususan mamluki wa Urusi, kuondoka nchini Mali, wakidai uwepo wao unachochea zaidi machafuko badala ya kuleta utulivu. Wito huo unakuja wakati ambapo ushirikiano wa kijeshi kati ya Mali na washirika wake wa nje umeendelea kukosolewa kimataifa. Huku kwa upande wake, rais wa mpito wa Mali Assimi Goita amelihutubia taifa akisisitiza kuwa hali ya usalama iko chini ya udhibiti wa serikali. Goita amesema licha ya mashambulizi ya hivi karibuni, vikosi vya jeshi vinaendelea kufanya operesheni kuhakikisha amani na utulivu vinarejea haraka. Rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa Marekani Donald Trump wamefanya mazungumzo kwa njia ya simu siku ya Jumatano, wakijadili uwezekano wa kusitisha mapigano kwa muda katika vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Tujiunge na Gibson Ernest kwa undani wa taarifa hii.
Mazungumzo hayo yanajiri katika wakati ambapo vita kati ya Urusi na Ukraine vinaendelea kusababisha madhara makubwa ya kibinadamu na kiuchumi, huku maelfu ya watu wakipoteza maisha na mamilioni wakikimbia makazi yao. Kwa mujibu wa mshauri wa sera za kigeni wa Kremlin, Yuri Ushakov, Rais Putin ameonyesha utayari wa kukubali usitishaji wa mapigano kwa muda, hasa katika kipindi cha maadhimisho ya vita vya pili vya dunia. Ushakov alieleza kuwa mazungumzo hayo yaliyodumu kwa takriban dakika 90 yalikuwa ya wazi na ya kitaalamu, yakilenga kupunguza mvutano na kuandaa mazingira mazungumzo ya amani kati ya pande hizo zinazohasamiana. Kwa upande wake, Trump alisema mazungumzo hayo yalikuwa na mafanikio makubwa, akisisitiza kuwa anauelewa mzuri na Rais wa Urusi Vladimir Putin kutokana na uhusiano wao wa muda mrefu katika medani za kisiasa. Hata hivyo, bado haijafahamika iwapo pendekezo la kusitisha mapigano litakubaliwa na serikali ya Ukraine pamoja na washirika wake wa kimataifa, jambo linaloendelea kuibua sintofahamu kuhusu utekelezaji wake. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaeleza kuwa hatua hiyo inaweza kuwa mwanzo wa juhudi mpya za kidiplomasia, lakini wanatahadharisha kuwa mafanikio yake yatategemea utayari wa pande zote husika kushiriki kwa dhati katika mchakato wa amani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kufunguliwa kikamilifu kwa mlango bahari wa Hormuz, huku akieleza juu ya umuhimu wake katika uchumi wa dunia na ustawi wa binadamu kwa ujumla. Kwa undani wa taarifa hii, tujiunge na Asha Kaoneka. Amebainisha hayo katika kikao cha Baraza la Usalama, ambapo amehimiza kufunguliwa kwa njia hiyo muhimu ya baharini na kuruhusiwa meli kupita bila kutozwa ushuru ili kusaidia kurejesha shughuli za kiuchumi na utulivu wa kiuchumi duniani. Katika hatua nyingine, mvutano wa kisiasa na kiusalama katika eneo la Ghuba ya Uajemi unaendelea kuongezeka, hali inayozua hofu miongoni mwa mataifa na wawekezaji kuhusu usalama wa njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta. Guterres amesema kuwa kupita salama bila vizuizi ni hitaji muhimu la kiuchumi na kibinadamu. Mshtuko wa kiuchumi umetokea ghafla na athari zake zimemgusa kila mtu. Aidha, Guterres ameonya kuwa kuendelea kwa vizuizi katika eneo hilo kutazidisha changamoto za kimataifa, hasa katika masoko ya nishati na usafirishaji wa bidhaa muhimu. Wito huo umetolewa muda mfupi baada ya bei ya mafuta duniani kupanda tena kwa takriban 3% siku ya Jumatatu, hali inayodhihirisha athari za moja kwa moja za mvutano katika eneo hilo kwa uchumi wa dunia. Serikali ya Kongo imetangaza kuanzisha kikosi maalumu cha walinzi wa madini kitakachokuwa na jukumu la kulinda migodi pamoja na mnyororo mzima wa uzalishaji na usafirishaji wa rasilimali muhimu. Sabina Mkinga ana undani wa ripoti hii. Tangazo hilo limetolewa na IGM, chombo cha serikali kinachosimamia sekta ya madini na kupambana na udanganyifu katika sekta ya biashara ya madini nchini humo. Katika taarifa yake, IGM imesema kuwa kikosi hicho kipya cha walinzi wa madini kimeundwa ili kuhakikisha usalama wa migodi, kudhibiti uharibifu wa mazingira pamoja na kuzuia wizi au usafirishaji haramu wa madini. Sambamba na hayo, hatua hiyo pia inaweza kusaidia kuongeza udhibiti wa serikali katika sekta ya madini ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikikumbwa na biashara haramu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa nchi zenye utajiri mkubwa wa madini duniani, ikimiliki rasilimali muhimu kama cobalt, cotton, dhahabu pamoja na shaba zinazotumika katika kutengeneza sekta mbalimbali za teknolojia duniani. Hata hivyo, serikali imesisitiza kuwa hatua hii inalenga kulinda rasilimali za taifa na kuhakikisha wananchi wananufaika zaidi na utajiri wa madini hayo. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ameteuliwa tena na chama chake cha CNDD-FDD kuwa mgombea urais katika uchaguzi mkuu ujao unaotarajiwa kufanyika mwaka 2027. Uteuzi huo umetangazwa kupitia ukurasa rasmi wa chama hicho katika mtandao wa X. Kwa ufafanuzi wa kina wa taarifa hii, Christina Barton anatuarifu. Chama hicho kimesema Ndayishimiye ndiye chaguo lao la kuendelea kuiongoza Burundi, kikieleza kuwa wanamuunga mkono kuwania na kuendelea na uongozi wa muhula mpya wa miaka 7 endapo atashinda uchaguzi huo. Hata hivyo, hadi sasa Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Burundi bado haijatangaza rasmi tarehe ya kufanyika kwa uchaguzi huo, hali inayoacha maswali kuhusu ratiba kamili ya mchakato wa uchaguzi.
Tangu aingia madarakani mwaka 2020, Ndayishimiye amekuwa akijikuta katikati ya changamoto ya kisiasa, ikiwemo shinikizo la kuchagua kati ya kufungua nafasi zaidi za kisiasa na kupunguza ushawishi wa wanajeshi na makundi yenye nguvu serikalini au kuimarisha zaidi udhibiti wa chama chake. Ingawa aliahidi kufungua nchi, kuimarisha uhuru wa maoni na kuboresha uhuru wa vyombo vya habari, mashirika kutetea haki za kibinadamu yameendelea kutoa tahadhari kuhusu hali ya haki nchini humo. Miongoni mwa taasisi hizo, ikiwemo Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa, yameeleza wasiwasi wake kuhusu madai ya kuendelea kwa vitendo vya ukandamizaji dhidi ya wakosoaji wa serikali na upungufu wa nafasi ya uhuru wa kisiasa. Ndayishimiye mwenye umri wa miaka 57 alichukua madaraka mwaka 2020 baada ya kifo cha aliyekuwa Rais Pierre Nkurunziza ambaye aliongoza Burundi kwa muda mrefu kabla ya kifo chake wakati wa kipindi cha uchaguzi uliopita. Makundi yanayopinga uhamiaji haramu nchini Afrika Kusini yameiomba serikali ya nchi hiyo kutekeleza kikamilifu sheria za uhamiaji na kufanya operesheni za kuwarejesha wahamiaji haramu makwao. Angelise Tewele anatusimulia taarifa hii. Hatua hiyo imekuja mara baada ya kushuhudia kwa maandamano katika mji mkuu wa Pretoria mapema wiki hii, huku mjadala kuhusu suala hilo ukiendelea kushika kasi nchini humo. Makundi hayo yanayopinga uhamiaji haramu wa viwango vya juu nchini Afrika Kusini wametaka sauti zao zisikike ili serikali iweze kuchukua hatua za sheria ya uhamiaji na kutekeleza kama inavyotakiwa, jambo ambalo limezua mvutano kati ya wenyeji na raia wa kigeni. Maandamano hayo nchini Afrika Kusini ni sehemu ya wimbi pana la maandamano yanayoendelea nchini humo, yakijumuisha pia yale yaliyofanyika katika mji mkuu Pretoria siku ya Jumanne, ambapo walikanusha vikali ya madai kwamba wanachochea chuki dhidi ya wageni, wakisisitiza kuwa harakati zao zinalenga masuala ya kisheria na kiuchumi badala ya ubaguzi. Aidha, katibu wa kundi la Abahambe Movement Tshepo Totwe amesema kuwa maandamano hayo yanahusisha mashirika mbalimbali yanaungana kudai haki za kiuchumi na kupinga kile kinachodaiwa ni unyonyaji wa fursa za kiuchumi na wageni wasiokuwa na vibali halali. Wahamiaji wa Afrika waliopo katika mji mkuu wa Afrika Kusini Pretoria mapema wiki hii wameshauriwa kuwa na umakini mkubwa wakati wa maandamano dhidi ya uhamiaji haramu kutokana na hofu ya mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni. Kadhalika, chuki dhidi ya wahamiaji imekuwa ikiongezeka kisiasa katika miaka ya hivi karibuni, huku baadhi ya watu wakiamini kuwa wageni wakichukua ajira na kufaidika isivyo haki na huduma za umma, uliopelekea ubaguzi uliokithiri mpaka sasa. Mtazamaji, hadi kufikia hapa, huu ndio mwisho wa habari hizi. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, Facebook pamoja na TikTok kwa jina la SAU TV. Kwa niaba ya jopo zima la uandaaji wa kipindi hiki, mimi ni Arafa Ngondae.